Neno letu la leo litatoka katika kitabu cha Yona mlango wa 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Nami nitasoma. Basi neno la Bwana lilimjia Yona mwana wa Amitai na kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu. Lakini Yona akaondoka akakimbilia Tarshishi apate kujiepusha na uso wa Bwana. Akateremka hata Yafa, akaona merikebu inayokwenda Tarshishi. Basi akatoa nauli, akapanda merikebu aende pamoja nao Tarshishi, ajiepushe na uso wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tumeona kisa, watoto hapa wameshapewa kisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ila sisi wakubwa sasa tutakula vitu vikubwa vikubwa, si ndio? Amen. Hawa kidogo wamekula vitu vidogo vidogo. Na uzuri zaidi siku ya leo, hii siku hii yani imenifanya wiki nzima sijalala. Bwana Yesu asifiwe. Sijalala jamani, nyinyi mlikuwa mnalala lakini mimi sijalala. Ila namshukuru Mungu wa mbinguni. Namshukuru Mungu wa mbinguni sana kwa sababu hapa niwaibie siri kidogo. Hallelujah. Amenipa mtu kidogo anayenisapoti kidogo, yeye ananisaidia. Kwa hiyo sijalala peke, yani mimi nimekosa usingizi sio mimi peke yangu na mwenzangu pale. Yani nikanamwambia sasa tunaenda kusemaje pale mbele. Tumechambua Biblia hii Biblia tumechambua sana. Kikiletwa hichi tunasema mbona hichi kama hatujakielewa. Twende kwenye hichi. Tumetoka kwenye hichi, twende kwenye hichi. Alafu sasa hata hatukujua kwamba leo watakuja kutoa neno kwa hao watoto hapa. Kwa hiyo kumbe Mungu alikuwa tu anatuandaa mimi na yeye. Hallelujah. Ili yeye aje kusema na nani? Na watoto. Alafu mimi nije niseme na nani? Na watu wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo mchungaji, ili zoezi liwe endelevu. Hallelujah. Kila mtu aguswe, yani kila mtu akose usingizi kwenye kawiki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo kwa njia hii nimegundua kumbe hivi vitabu hatutakuwa tunavikunuta siku ya Jumamosi. Maana siku ya Jumamosi ndio tunasema iko wapi ile Biblia? Niliweka pale chini ya nini? Kumbe hii tutakuwa tutaishika kila wiki, yani ile wiki nzima unaitembea nayo. Hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo watu wa Mungu tutaona kisa cha Yona. Kisa cha Yona kinatufundisha maisha yetu ya sasa. Kinatufundisha maisha yetu ya sasa kwa kipengele gani? Kwanza tunamwona Yona alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Mungu alipoona ule mji wa Ninawi maovu yameongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Ule Ninawi maovu yalikuwa mengi. Mungu akasema ninamtuma nani aende kwa ajili ya kwamba mimi nimeona maovu yao yamefanya nini? Yameongezeka. Akamwona Yona. Lakini Yona alipoambiwa vile, hivi kwa mfano sasa hivi tunasikia kuna nchi kama Israeli, kuna Iraki tunasikia wanagombana, si ndio? Amina. Hivi sasa hivi ukateuliwa kaambiwa hebu nenda kule Iraki ukafanye kama nini? Ukapeleke neno la Mungu. Alafu unasikia kuna vita, watu wanauliwa, kuna mabomu. Hivi utaenda kweli? Utaenda kweli? Ngumu sana. Kwanza tuangalie tu kile kipindi cha Oktoba tarehe 29 kile ambacho tulikuwa tunasikia mabomu huko mjini, kipindi kile cha uchaguzi. Watu wote walikaa ndani wakajifungia ndani. Sasa Mungu akwambie wewe, tuambiwe sasa hapa mchungaji wetu Mpongo atoke aende pale mjini akahubiri. Kweli? Hivi unaweza kweli? Unaweza? Sasa ndo kama aliyompata Yona. Yona aliposikia Mungu anamwambia Yona na kutuma kwenda Ninawi. Yona akasema, Mungu usinitanie. Mungu usinitanie. Huyo akawa nawaza nikimbilie wapi? Unaambiwa uko Tarshishi kulikuwa ni mwisho wa mji. Mwisho wa nini? Wa mji. Kulikuwa ni mbali sana. Kwa hiyo Yona akasema nitaendaje kule? Nitafikaje kule? Kwa hiyo akaa amewaza, ndo akaenda kule kwenye nini? Kwenye merikebu. Kwa hiyo Yona akaona akienda kule labda Mungu hatafanya nini? Hatamuona. Wapendwa, nataka kuwaambia Mungu yuko sehemu yoyote. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna wakati mwingine tunasema tunafanya vizambi fulani, afu tunasema Mungu ataniona. Mungu anatuona sehemu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yona yeye akahisi kwamba akikimbia kule labda Mungu atamtuma mtu mwingine, labda Mungu atamwacha tu, huyu basi ameondoka, mwache aende. Lakini Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Akaendelea kumfuatilia nani? Yona. Akaenda kumfuatilia nani? Yona. Yona pamoja na kwamba ameenda kwenye merikebu, hapo anaona kabisa dhoruba pale imekuwa kali. Yona akaenda akajificha kule chini na kupiga kabisa na nini? Na usingizi. Ameenda kufanya nini? Kulala. Hivi kuna kitu kinatokea hapa mbele hapa, tunaona moto, watu wanazima, alafu tunakuona wewe. Si unajua yule ni msaliti. Yule mbona yani yule mbona shirikiani na sisi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Yona wenzake akasema hapana. Mmoja akaenda akamwamsha, hebu amka uje tuombee na wewe kwa jinsi unavyo na imani yako na Mungu wako. Kwa hiyo baada ya pale kuja pale Yona kuwekwa kati sasa, wakasema tupige kura tuone hili jambo kwa nini limefanya nini? Limetokea. Katika kupiga kura pale, kura ikamwangukia nani? Yona. Kumbe huyu ndo anafanya nini? Ana shida. Atueleze kuna nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Yona pale hana tena nini? Hana tena ujanja. Hana tena nini? Ujanja. Akasema ni kweli niliagizwa kwenda mahali fulani, lakini mimi nikawa nataka kufanya nini? Kukimbia. Wakasema tufanye nini sasa? Tufanye nini ili dhoruba hii ifanye nini? Haya maji yafanyaje? Yakae sawa. Yona akasema nitupeni ndani ya maji ya bahari. Kwa hiyo wenzake wakamshika, wakafanya nini? Wakamtumbukiza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kiuhalisia tunaona kwamba hatujui sasa Yona aliporushwa kule ile hofu yake ilikuwaje. Labda alijua acha tu, labda kimoyoni alisema acha tu nifanye nini? Nife. Acha nifanyaje? Nife. Na anajua kabisa hapa anakufa kwa ajili ya uzembe wangu, kwa sababu nilitumwa nikakataa, na haya ni makosa yangu kwa sababu ya kutomtii nani? Ya kutomtii Mungu. Lakini Mungu bado tunaendelea kusema bado Mungu ni mwaminifu. Yona alipotupwa kule, ikaja lile lisamaki likubwa likafanya nini? Likammeza. Lilipommeza sasa, Yona alipokaa ndani ya lile tumbo la samaki siku ya kwanza, bado anajiona yuko na uhai, bado anaona anaweza kufanya chochote. Yuko ndani ya tumbo la samaki haujala. Siku ya pili, siku ya tatu, Yona akaanza kumlilia nani? Akamlilia Mungu. Mungu Bwana ni mwaminifu. Mimi nasemaga mara zote tunampenda Mungu kwa sababu ana upendo wa kweli. Ana upendo wa kweli. Ingekuwa ni mtu mwingine angesema muache akae kule, muache apate adhabu, muache ajifunze, lakini Mungu akamsamehe. Akaamuru yule samaki, akaenda akafanya nini? Akamtapika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akamwendea Yona kwa mara ya ngapi? Kwa mara ya pili. Akamwambia sasa nenda Ninawi. Hivi kweli umetoka kwenye dhoruba zile alafu ukapewa kile kinafasi cha pili, utaacha kwenda? Yona haraka alienda. Haraka sana alifanya nini? Alienda mpaka wapi? Ninawi. Alipofika Ninawi sasa pale akaanza kuwatangazia watu wa kule Ninawi. Napenda kuwatangazia baada ya siku 40 Mungu anaangamiza mji huu kwa ajili ya uovu umefanya nini? Umezidi tembea kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tusichoke kutembea kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tunaweza tukatumwa labda sehemu ni ndogo tu tukaifanyie kazi, lakini tunaona lakini Yona alitembea Ninawi nzima. Mpaka yule mfalme mwenyewe sasa ndio kiongozi wa huko Ninawi, naye akatoka akaamuru watu wake wakusanyike, akawapa matangazo, akawaambia kuanzia sasa hivi kila mtu amlilie Mungu, ajute, atubu, aombe nini? Msamaha kwa ajili ya maovu ya mji ule. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote unaambiwa watu wote. Kipindi hicho mimi napenda najiuliza kwa nini watu wa zamani yani walikuwa wanaamini sana katika kuvaa magunia. Yani kuvaa magunia